Haya basi, leo tena nataka niwaonyeshe kitu kingine hapo ambacho nimekifanya. Ni biti fulani hivi bongo flava ambayo inaweza ikampa nafasi msanii akatengeneza melody nyingi, na hii biti yenyewe ni kama hii hapa. Kwanza kabisa nilipiga hizi kodi zilikuwa zinasikika hivi. Hiyo ni kodi ambayo nilipiga hapo, lakini nikaja nikapiga kitu kingine hapa kwenye hypersonic. Hata kodi ni hypersonic. Nilipiga acoustic piano, nikachagua natural grand piano, lakini nikapiga tena kitu kingine kwenye hypersonic, nikapiga bass marimba ambayo ilikuwa na sound hivi. Simple kabisa hivyo, sikufanya vitu vingi, kufanya mambo yawe mengi. Lakini pia nilipiga bass kwenye 3XOSC ambayo ilikuwa ina sound hivi. Hivyo haikuwa na mambo mengi. Pia nikaja nikapiga kitu kingine kwenye purity, ambapo nikaenda kwenye strings, nikachagua synth string 6 hiyo hapo, na ikawa ina sound hivi. Nikapiga hicho kitu kingine kwenye hypersonic, ipo kwenye ethnic hapa. Ukichagua ndani yake utakuta kitu kinaitwa photo. Lakini pia kama hauna hypersonic, hasa kwa mtu ambaye anatumia FL Studio 25, hata mimi ninayo hapa FL Studio 25, hypersonic ili iweze kufunguka kule ni mpaka utumie JBlink. Sasa kama uwezi kufanya hivyo, unaweza ukatumia mbadala wa hypersonic, ukatumia Xpander ambayo ina saundi nyingi ambazo ni sawa na zile ambazo ziko kwenye hypersonic. Lakini pia nikapiga hiki kitu. Hizi ni brush ambazo zipo kwenye hypersonic. Nikaenda kwenye brush afu nikachagua hizi velo stabs na ndo sound hivyo. Lakini pia nikapiga kitu kingine, nikapiga kick hapo, nikapiga snare. Kick zilikuwa kawaida kabisa, ile una feel for each step hivyo, lakini snare ikawa hivyo. Hi-hat nikapiga hivyo. Nikaja nikapiga kitu kwenye Nexus kingine, nikachagua kwenye classical, nikachagua hii CL Soft Orchestra. Kwa nikachagua kwenye classical, nikachagua CL Soft Orchestra, ndo ikawa ina sound hivyo. Lakini pia nikapiga kitu kingine kwenye real guitar. Hii real guitar 3 ina muonekano huu hapa. Nikapiga nylon picked hii hapa, ika sound hivi. Baada ya hapo nikapiga kitu kingine, nilipiga kwenye orchestra. Sasa hivi sina, nika replace kwenye Xpander hapa, nikachagua kwenye brass and woodwind, nikachagua clarinet na ikawa ina sound hivi. Kwa ikawa ina sound hivyo. Nikapiga hii metro clap na snare, nikaiweka tu pale kwa ajili ya kuongeza ladha tu kwenye. Lakini nikapiga hypersonic hapo, hii nikapiga rolling hizo, ambapo nikachagua kwenye
nadhani nilichagua kwenye natural drums hapa, nikachagua disco 1 drums, ambapo ndo nikatengeneza rolling ambayo ilikuwa ina sound hivi. Unaweza ukaitumia hiyo pia, ipaswa ya rolling kama hiyo, au wengi siku hizi naona wanatumia zile ambazo kama loop, lakini mimi nilipiga kwa mkono hiyo kama inavyoonekana. Kwa baada ya hapo sasa beat yangu ikaja ikawa ina sound kwa namna hii hapa, ikawa ina sound kwa namna hii hapa. Hapo ni beat yangu ilikuwa ina sound hivyo, lakini pia unaweza ukaona kabisa beat inaimbika kiurahisi, yani inaweza ikampa msanii melody nyingi bila kusumbua chochote. Hivyo ndivyo ambavyo beat inasikika. Haya, kwa kama tulivyoona hapo, msanii anaweza akaimba vyovyote vile anavyotaka yeye. Kwa hivyo ndivyo ambavyo nilifanya beat hiyo hapo, na ni beat ambayo imekaa kibongo flavor kabisa, na mtu anaweza kaimbia wakati wowote, imekaa kiusasa hivi na mtu anaweza kaimbia kama ulivyoiona. Lakini pia hapa nataka nikuonyeshe jinsi ambavyo unaweza ukapiga beat ya zuku pia kwa urahisi tu na ikaleta ile ladha ya zuku. Hapa kuna kitu ambacho nilikuwa nimeshaanza kukifanya na kimefikia hapa. Sikuweka vitu vingi, niliweka tu kwa ajili ya mwanzo ili baadaye nitaongezea. Haya, tuendelee hapo, vingine vitaongezeka tu baadaye. Nipiga tu na snare na nikaongeza tom kama hivyo.
kodi yangu nikapiga kwenye expand, nikachagua kwenye soft pads, nikachagua hii guitar pad ambayo ikawa ina sound nimeanza kuongezea vitu hapa, kuongeza ladha. Nikafungua Nexus, nikachagua kwenye plugin, nikachagua PL Mute Guitars 1 na ndo ikawa ina sound hivi. Nikawa bado naendelea, kwa tuendelea hapa. Haya, kwa hapa tunaona kabisa kwamba biti yetu inaelekea sehemu ambayo ni nzuri. Kwa hivyo ni kwa namna rahisi tu ambavyo unaweza ukapiga biti yako ya zuku na ikawa kwenye video inayofuata nitakuonyesha jinsi ilipofikia.